Siku ya 6 ya kesi ya mwenyekiti wa chama taifa, na leo asubuhi tumeanza kwa kusikiliza mapingamizi au uamuzi mdogo wa Mahakama Kuu. Mtakumbuka Ijumaa tulipokuja hapa Jamhuri waliweka pingamizi, walikuwa wanapinga maelezo ya shahidi namba 2 wa Jamhuri John Kaya kutolewa hapa mahakamani wakidhani kwamba utaratibu ule ulikuwa hukufuatwa. Kwa hiyo Ijumaa walitoa hoja, na mnakumbuka kwamba Mahakama Kuu hii iliahirisha ikasema itatoa leo uamuzi mdogo. Na leo tulipoanza asubuhi, Mahakama Kuu kwenye uamuzi wao wamesema utaratibu wa kutumia maelezo ya shahidi aliyoyatoa polisi ulifuatwa. Na hiyo Mahakama Kuu leo ikakubali kwamba maelezo ya bwana Kaya ambayo aliandika polisi yapokelewe mahakamani ili kumwezesha mshtakiwa kuweza kufanya ulinganifu, tunasema kucontradict maelezo aliyoyatoa polisi na ushahidi wake ambao aliutoa tarehe 9 hapa mahakamani. Kwa hiyo siku nzima ya leo mwenyekiti ametumia muda huo kufanya ulinganifu, kuonyesha maeneo zaidi ya 40 ambayo yalikuwa yanatofautiana baina ya ushahidi aliyoutoa mahakamani dhidi ya maelezo aliyokuwa ameshayaandika huko kwenye hati yake ya maelezo ya jeshi la polisi. Kazi hiyo imefanyika vizuri sana. Lakini mambo mawili au matatu ambayo yanafurahisha zaidi. Shahidi mwenyewe anakiri kwa mdomo wake kwamba hakupeleleza kitu kinachoitwa ushahidi, na yeye hajui kama mwenyekiti anashtakiwa kwa makosa ya ugaidi au ya uhaini ambayo yako hapa. Kwa hiyo shahidi mwenyewe amesema. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, shahidi anakubali kwamba hajui kama Mheshimiwa Lissu anamiliki password za mtandao wa mmojawapo ambao unadaiwa maneno yale yaliwekwa kule. Sasa shahidi alisema ili uweze kuwa au kumiliki akaunti yoyote kwenye mitandao ya kijamii lazima uwe una uwezo wa kuwa na nywila wanaita password ili uweze kuupload at least hizo content. Sasa shahidi mwenyewe anakubali kwamba hana uhakika, hajui kwanza kama Mheshimiwa Lissu ni mmiliki wa huo mtandao. Jambo la kwanza, hajui kama Mheshimiwa Lissu ni mwandishi wa habari, kwa maana kwamba alienda kucollect zile taarifa. Shahidi anasema hajui kama Mheshimiwa Lissu pia yeye ndiye aliyeupload hiyo video inayobishaniwa hapa mahakamani au inayodaiwa kwamba ina maneno hayo ya kiuhaini. Kwa hiyo kwa ushahidi huo tu, kwa kosa ambalo unamtuhumu mwenyekiti kwamba alichapisha na kusambaza hiyo clip kwa maneno hayo, nadhani mnaweza mkalinganisha hicho alichokisema shahidi vis-a-vis madai ya Jamhuri. Sasa leo hatujamalizana naye au mwenyekiti hajamalizana na shahidi huyo. Imefika saa 11 na kwa sababu kesho ni tarehe 14 ni siku ya kumbukumbu ya baba wa taifa, mahakama haiwezi kaendelea kesho kwa sababu kwa sheria za nchi hii kesho ni siku ya mapumziko na ni sherehe, tumezoea kuita hivyo. Kwa hiyo tutaendelea kesho kutwa. Mheshimiwa Lissu ataendelea na maswali ya dodoso dhidi ya shahidi namba 2 wa Jamhuri, Inspector John Kaya, ambaye atapaswa kufika hapa tena kuendelea na kikango chake. Sisi wanasheria tunasema kikangoni. Ataendelea kukaa pale kikangoni siku ya Jumatano mpaka mheshimiwa mwenyekiti atakapohitimisha au atakapokamilisha maswali yake ya dodoso. Sasa nje ya update hiyo ya kilichotokea leo mahakamani, nina jambo dogo tu la nyongeza. Na hili linahusu madai yetu ya siku zote ya kukamatwa kwa viongozi wetu maeneo mbalimbali. Mara ya mwisho tulipokuja hapa nilizungumza kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa kanda ya Victoria ambaye alipewa kesi ya armed robbery baada ya kudaiwa alikuwa anashusha mabango ya wagombea. Baadaye hati za polisi zikasema na mahakamani baadaye wakampeleka wakadai kiongozi wetu ameiba ng'ombe kwa kutumia silaha. Leo viongozi wengine pia akiwemo katibu wa mkoa wa Kagera pamoja na katibu na mwenyekiti wa jimbo nao wanadaiwa wameitwa jeshi la polisi. Na kwa taarifa zetu sisi zinasema wao polisi kule wanadai ni maelekezo ya kutoka huko juu. Sasa wito wetu kutoka huko juu yanakotoka hayo maelekezo. Jeshi la polisi lipo kwa mujibu wa sheria ya polisi pamoja na wasaidizi, the police force and auxiliary. Jeshi la polisi linaongozwa pia kwa miongozo mingine ikiwemo Police General Order. Tunawaomba na kuwasihi kwenye kipindi hiki jeshi la polisi kuhakikisha wanafuata sheria kama ilivyo
kanuni na miongozo mbalimbali ili kuepusha taharuki zisizokuwa na maana yoyote. Kama mtu ana matatizo na makosa yake, basi aitwe, ahojiwe na achukuliwe sheria kwa mujibu wa utaratibu uliopo. Tusiviziane, wasikamatwe katika namna ambayo inaacha taharuki. Jana mwenyekiti wa mkoa wa Kagera Chief Karumna alikamatwa nyumbani kwake na maaskari wa jeshi la polisi, tena wengi kweli kweli, katika namna ambayo sasa tulikuwa tunajiuliza, watu waliokuwepo wanashangaa ni nini kinatokea. Sasa polisi, kama mtu ana makosa, mtu amekuwa naibu meya, amekuwa meya, huyo unamuita tu, tuna shida na wewe, tafadhali kesho fika posti la jeshi la polisi hapa, tuna mambo ya kuzungumza. Anakuja, mnazungumza, kama jambo linapaswa kupewa dhamana mnampa dhamana, anakwenda nyumbani. Kama jambo sio la dhamana, basi mnafuata utaratibu mwingine. Mambo ni mepesi tu, yani hayo hayahitaji kuzua taharuki kwa jamii au kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo tunaomba kumalizia kwa kusema tunaomba na tunakumbusha jeshi la polisi, tafadhali, katika mazingira ya sasa ambayo watu wanapotea, hebu tufanye utaratibu ambao upo, tuwaite wanaotakiwa, au hata kama tunawakamata basi tutumie zile reasonable force bila kuleta taharuki kwenye jamii. Ni hayo tu kwa leo, asanteni sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.